Haya, asante. Watu wa Iringa, mko tayari? Wangapi wako tayari kunisikiliza? Nione mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu. Wote mko tayari? Wote mko tayari? Iringa, asanteni sana. Peoples! Haiwezekani. Power. Peoples! Hakuna kurara paka kieleweke. Sawa sawa. Ndugu zangu viongozi, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wa Vijana, Naibu Katibu Mkuu wa Wazee, ndugu yangu Hamidi Mfalingundi, Katibu wa Mkoa na viongozi wengine wote wa kitaifa na kanda, viongozi wa wilaya, viongozi wa kata, wananchi, tunawashukuru sana kwa kuja kutusikiliza. Tumekuja kwenu Iringa hapa kwa mara ya kwanza tangu yalipotokea mauaji ya kutisha mabaya katika historia ya nchi hii ya tarehe 29 mwezi wa 10. Na kwa sababu hatujaja hapa Iringa, tuchukue muda kidogo wa dakika moja kuwakumbuka wale wenzetu wote waliopoteza maisha yao wakipigania mabadiliko ya nchi yetu. Mwenyezi Mungu aziweke roho za marehemu mahali pema peponi, amina. Sasa ndugu zangu wa Iringa, nisikilize kwa makini. Mwaka 1991 aliyekuwa rais wa Tanzania wakati ule, Ali Hassan Mwinyi, aliunda tume inaitwa Tume ya Jaji Nyalali, ambayo ilizunguka nchi nzima kukusanya maoni ya Watanzania kuhusu uanzishwaji wa mfumo wa vyama vingi. Wakati ule mimi nikiwa mdogo, nakumbuka mzee, wewe jamaa, njoo jukwani hapo, kae na mimi utulie, taongea nikimaliza mkutano. Njoo tu, nimekuita mimi. Nataka pawe kimya, nataka kuzungumza. Haya, asante. Ukae kwa kutulia hapa. Ameweka vitu kidogo, si ndio? Haya, asante. Ukae utulie kabisa. Umekaa huku jukwani, sio? Kwa hiyo mwaka 91 Nyalali aliunda Rais Mwinyi aliunda tume kwenda kuchukua maoni ya Watanzania kuhusu kurudishwa mfumo wa vyama vingi nchini. Kwa wale wanaokumbuka vizuri, kabla ya uhuru wa nchi kulikuwa na vyama vingi vya kisiasa. Baada ya uhuru mfumo huu ulifutwa. Lakini Watanzania na Watanganyika walitaka kuwe na sauti mbadala. Kwa hiyo kukawa na minong'ono ya muda mrefu sana, mpaka ilipofika mwaka 1991 ikaundwa Tume ya Jaji Nyalali, ikazunguka nchi nzima. Zamani zile alikuwa akija katibu wa CCM anaenda Kiroro, maduka yanafungwa, watu wanasafisha mji, watu wanachanga fedha, katibu wa CCM anaenda kule, wa mkoa, wakati wazidumu fikra za mwenyekiti wa CCM. Wakati ule wana CCM wanakaa kwenye vikao vyao, wanasema nchi nzima ilime mbaazi. Hata kama huko kwenu mbaazi hazistawi, mnapanda, kwa sababu msipopanda mnashughulikiwa na polisi. Wakisema watu wapande migomba, watu wanapanda migomba. Wakati ule kulikuwa na kodi ya kichwa.
Watu walikimbia manyumba yao wakikwepa kodi ya kichwa. Kulikuwa na kodi za baiskeli. Kulikuwa na matatizo makubwa kwenye nchi hii. CCM walimonopolize utawala wa nchi hii. Ukiwa na fikra tofauti ushughulikiwe. Baada ya vyama vingi kuanzishwa, tulitegemea sasa miaka 34 baadaye watu wazoee mfumo wa vyama vingi, wakusikiliza mawazo hata yale usiyotaka kuyasikiliza. Tulitegemea Samia asikilize Heche, hata kama hanipendi asikilize mawazo yangu, kwa sababu nchi hii sio mali yako Samia na mtoto wako Abduli, ni mali yetu sote. Sasa miaka 34 baadaye, CCM wanataka kutumia polisi na usalama wa taifa na majeshi yetu kuimpose mfumo wa chama kimoja cha siasa. Nataka niwaambie askari mliopo hapa na wengine wote, you can take it to the bank. Chukua hilo jambo liweke kwenye benki. Nchi hii haitarudi kuwa ya chama kimoja. Wa Tanzania hawatakubali kamwe na kamwe. Ninasema haya mambo, nasema haya mambo kwa uchungu mkubwa, kwamba leo watu walioko Chadema wanataka kutritiwa kama sio Watanzania, kama sio Watanzania, kama sio Watanganyika. Watu wanauawa, tunajua. Watu wanatekwa, watu wanapotezwa. Kila mwenye fikra tofauti na Samia, maisha yake yako hatarini. Aidha uwe gerezani au upotezwe au uwawe. Nchi hii sio ya kisultani. This is a republic. Nisikilizani. Nchi hii ni jamhuri. RPC na OCD kama mko hapa. Nchi hii ni ya wananchi. Ni jamhuri. Sio nchi ya kifalme wala ya kisultani. Kwenye nchi ya jamhuri, ndugu zangu wa Tanzania, jamhuri nyie ndio wenye mamlaka. Na ndio maana katiba iliyoko hii mbovu, ibara ya 8 inasema jamhuri wa Tanzania ni nchi ya mfumo wa vyama vingi. Mamlaka na madaraka yote ya nchi hii kutoka kwa wananchi kupitia kura. Tunajua, mimi najua na wewe unajua na Samia anajua. Samia amejiweka madarakani yeye mwenyewe bila kura. Uongo kweli? Kwa kuua maelfu ya watu. Wamefanya coup d'etat, kupindua mawazo ya wananchi na maamuzi ya wananchi. Sasa leo wanataka kuihujumu Chadema na kuifuta Chadema. Mnisikilize. Mambo yanayotokea hayatokei kwa bahati mbaya. Tulipochaguliwa mimi na Tundu Lissu kuongoza chama hiki, tulisema wazi, mambo ya ujanja na uongo na siasa ya upinzani ya kuwekwa mfukoni imekwisha. Tunataka haki. Tunataka haki. Na haki pekee. Tulisema wazi, tunataka uchaguzi huru na haki. Tukienda kwa wananchi wasipotupa kiti hata kimoja, tunashukuru, tunasema wananchi hawakutuelewa. Tunajipanga upya. Tukipata viwili tupate viwili. Ndivyo tulivyosema. Siasa za kuitwa kukaa kudanganyana zimeprevail kwenye nchi hii for far too long, kwa muda mrefu sana. Tulikataa hilo jambo. Na mara tulipochaguliwa misukosuko ikaanza. Mara ya kwanza tarehe 9 mwezi wa 4 mwenyekiti wetu akakamatwa. Siku hiyo hiyo ya tarehe 9 mwezi wa 4 Said Issa Mohamed aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama, siku hiyo hiyo aliyokamatwa mwenyekiti wetu, fungua kesi eti kudai mali za Zanzibar. Siku hiyo hiyo. What a coincidence. Hiyo ni coincidence ya aina gani?
Mama Komu, marehemu Mama Komu amekiri mbele yetu na akaandika affidavit kwamba Sisti Nyahoza, msajili msaidizi wa vyama, alikuwa kafungia chama hiki siku 309. Lakini vile vile wakamkamata mwenyekiti wetu wa chama, wamemweka ndani kwa kesi ya uongo siku 430 leo tunavyozungumza. Kesi ya uongo, kesi ambayo ndio kesi namba 1 kwa mujibu wa katiba ya nchi hii, ambayo inapaswa iishe, ndio kesi pekee inayoapia kwenye katiba ibara 28. Wamemweka ndani mpaka sasa. Baadaye ofisi ya msajili ikasema haimtambui katibu mkuu wa chama chetu, katibu mkuu aliyechaguliwa kwenye uchaguzi ambao haujawahi kutokea kwenye nchi, uchaguzi ambao ulikuwa wazi, TV nchi nzima zilionyesha, Tanzania haikulala, iliona uchaguzi wa Chadema uliofanyika tarehe 21 mwezi wa kwanza pale Dar es Salaam. Msajili wa vyama akasema eti hawamtambui. No wonder hawa watu wanaiba uchaguzi, kwa sababu walishangaa tunapofanya uchaguzi wa kidemokrasia, ndio maana hawautambui, wanataka wawizi. Akasema hatambui wajumbe wa kamati kuu, akasema hatambui mwanasheria mkuu wa chama, hatambui manaibu katibu mkuu. Tumepita kwenye misukosuko ya kutisha sana kwenye nchi chini ya utawala huu. Juzi naibu katibu mkuu wetu alinyang'anywa passport yake, anaitwa Amani Gorugwa. Juzi ilikuwa tarehe 9 tukiwa ofisini makao makuu. Amani akaniambia kuhusu hilo jambo na akanisihi nimpigie mtu anaitwa Mafwere ambaye ndio ana hiyo. Lakini akagusia kwamba Chadema eti mnapanga fujo, mwende mahakamani kwa wingi mkamtoa Lissu kwa nguvu. Nikamuuliza hilo jambo nalitoa wapi? Mnisikilize kwa makini. Nikamuuliza hilo jambo nalitoa wapi? Kwa sababu ni law abiding citizen, ni watu tunaofuata sheria. Nikamwambia kama ni intelligentsia hiyo. Na baadaye nikagundua kwamba hawa watu siku hizi watu wanatengeneza hera kwa njia za uongo. Wakitaka kutengeneza posho watasema Chadema wanataka kufanya fujo, kwa hiyo tufanyeje? Tuongezee posho, petroli, waje wajaze hapa polisi, alafu warudi waseme tumelinda, tumedhibiti. Kumbe ni ujanja tu wa kutafuta posho, kuharibu fedha za nchi. This is a civilian procession. Hatukatai polisi kuwa hapa, lakini polisi kuja in intimidating citizen, kutisha raia kwa sababu za uongo. Kitu kinaitwa intelligence. Intelligence ya gani hiyo ambayo inashindwa kujua Polepole yuko wapi sasa, inajua mikutano ya Chadema tu? Intelligence ya gani? Intelligence ya ipi hiyo? Kwa hiyo mnisikilize. Nikamwambia Mafwere, hayo mambo ni ya kwenu, mnaunda ili mtengeneze namna ya kupata posho. Na kweli kesi ilikuwa iwe tarehe 11. Matokeo yake kesi ya mwenyekiti jioni, tunajua kesho tarehe 10 tunaambiwa summons, kesi imesogezwa mbele. Mtu ambaye amekaa gerezani kwa siku 400. Kumbe kule gerezani wamempelekea mwenyekiti Lissu barua, wanamwambia tuletee majina ya watu 40 kutoka Chadema watakaoingia kusikiliza kesi yako. Kesi kubwa kuliko zote
ambayo actually kungekuwa na uhuru, hiyo kesi ilipaswa iwe inatangazwa kwenye TV ili makaburu wa Afrika Kusini kwamba raia mweusi sio binadamu. Wakati wanawashtaki wa kina Mandela kwenye Livonia trial, waliweka spika mahakama kwenye chumba kikipungua, watu wakae nje wasikilize kinachoendelea ndani. Leo nchi tunayoita ya kwetu, eti wanamwambia Lissu yuko ndani kwamba tupe majina ya watu 40. Mnaficha nini? Lissu akawaambia mimi ni nani, mmezuia viongozi wangu wa chama atuonani, sijui nani yuko Dar es Salaam na nani hayupo, na kesho ndio kesi. Mnataka niwaandikie nani? Nikiandika mtu ambaye amekufa kwa sababu yuko ndani, sijui walioko hai, sijui wagonjwa, naandikaje hayo majina? Lissu akakataa. Lissu akakataa. Mwisho wa siku kesi ikaahirishwa. Sasa ukienda Dar es Salaam, ukienda Moroko, gari la polisi wako ingia kila siku. Ukienda kila junction fire a police state. Police state. Mimi nikiwa mbunge nilienda Sudani ya Al-Bashiri, ndio nilikuwa naona raia polisi eti amani inalindwa na polisi. Polisi hawezi kulinda amani. Amani inalindwa na raia. Amani inalindwa na raia. Kwa Mwalimu Nyerere hatukuwahi kuona polisi wamezagaa mtaani. Hatukuona. Mkapa hatukuona. Kwa Kikwete hatukuona. Huyu mama anataka kulinda nchi yetu hii kwa kutisha watu, kila mtu aogope. Sisi wengine tumekataa kuogopa. Tumekataa kuogopa. Hatutakubali. Hatutakubali. Sasa ndugu zangu, kwa sababu tunaojua Kena ni kiongozi, ni speaker, ni paka tu anaambiwa ngata au singata. Kama ametoka kuzungumza, kuna waliomtuma kufanya hivyo. Wamefungia chama chetu siku 309 tukufanya mkutano. Tulipotoka moto ndio huu hapa, huu hapa. Hapa hakuna aliyesombwa, hakuna aliyelipwa. Imeambiwa speaker tu Heche na kuja, Mwembe Tobo imetapika hapa. Tuliwaambia hawana kifua cha kushindana na sisi, watapasuka. Wewe unaenda kwenye mikutano ya unatumia milioni 60. Mimi nakuja na speaker tu. Sasa ukishindana na mimi, na kuanzia wiki inayokuja tulikuwa tunaanza mikutano wilaya kwa wilaya. Sasa wamegundua huu moto hawauwezi, wanatumia kiongozi kama speaker ili wafungie Chadema mikutano. Mnataka kuanzisha fujo nyingine. Natumia nafasi hii. Samia, nchi hii ni ya vyama vingi tangu mwaka 92. Usichochee machafuko kwenye nchi hii. Usirete vurugu. Wewe umejiweka madarakani kwa nguvu za bunduki. Jitokeza. Ni kazi ngapi? 2 tu. 1, free Tundu Lissu. Lissu awe huru. Ya pili, maswara si ya nini na nini. Ndio maana hata waandishi waliponiuliza, mimi Msigwa huyu alikuwa rafiki yangu sana, baadaye akawa adui yangu kidogo. Amerudi ndio naanza kumzoea kidogo. Hata waandishi waliponiuliza kuhusu Msigwa, nimewaambia atajitetea mwenyewe. Agenda ya chama chetu ni ngapi? Free Tundu Lissu, katiba mpya. Full stop. Na tuna sababu kwa nini tunayataka hayo, nitaeleza. Hilo ni la kwanza nitaka niliseme. 9. Ni mauaji yaliyopangwa. Na yalipangwa na yule mtu aliyesema majeshi wajiandae kwenye uchaguzi. Huyo ndiye anajua
tendo la kiraia, halihusishi majeshi, linahusisha wananchi kufanya demonstration ya haki ya kuchagua na kuchaguliwa. Majeshi. Na Umoja wa Afrika ulisema Tanzania hakukuwa na uchaguzi. Uongo kweli? Thabo Mbeki Foundation imesema hakukuwa na uchaguzi. SADC imesema hakukuwa na uchaguzi. Umoja wa Ulaya umesema, na wengine wote wanaopigania haki wamesema hakukuwa na uchaguzi. Sasa mtu aliyesema hakutakuwa na nyinyi wala nywanyanywa alikuwa anamaanisha nini? Mauaji ya tarehe 29, hatutanyamaza, hatutakaa kimya mpaka haki za Watanzania waliouawa zitakapotendeka. Na nataka nitumie nafasi hii ndugu zangu niwaambie, dunia imeendelea sana. Kulikuwa na vita inaitwa Mau Mau, vita ya ukombozi ya Kenya. Wazungu waliua watu weusi pale Kenya wakati wa vita ya Mau Mau, miaka mingi iliyopita. Juzi imefunguliwa kesi ya watu waliouawa wakati wa Mau Mau, wameshinda kesi. Sisi tutaishtaki Ujerumani na tutataki ilipe fidia kwa yale maovu iliyowafanyia Watanganyika. Tutataki Ujerumani na tutataki ilipe fidia kwa yale maovu iliyowafanyia Watanganyika wakati huo. Kama tuna fikra za kudai watu waliouawa 1907 waliouawa leo, pite miaka 20, lazima haki zao zitakuja kutendeka. Na ndugu zangu, iko hivi, dunia imeendelea sana. Leo unatembea na simu ina count mpaka steps ulizofanya, inakwambia umetembea miguu 6 au 5 au 10, umeunguza kalori kiasi gani. Yani simu tu inakwambia. Huko duniani kuna kitu kinaitwa satellite, kiko kule. Ndio maana CNN waliposema kulikuwa na makaburi ya halaiki, hawakuwa hapa, walichukua picha kwenye satellite. Wote walioua, hata kama mtakuwa makaburini, watoto wenu watalipa mlichofanya kwa Watanzania. Haishi. DJ tulia, tunazungumza mambo mazito. Haishi mpaka iishe. Tunaelewana vizuri? Haishi mpaka ifanye nini? Hatutakubali watu waue watu alafu mambo yafunikwe. Haitakubalika. Lazima haki itatendeka. Tuko hapa Iringa. Leo nimeenda kwenye kuzindua kizimba pale Mkwawa. Si nini? Ruaha. Nikaambia kijana mmoja anaitwa Muyovera, mtoto mdogo, alichukuliwa kwamba tunaambiwa hajulikani alipo. Mtu aliyeonekana kituo cha polisi hajulikani alipo. Kwa sababu mnalindana leo, kesho yatabadilika. Hata kama utakuwa umestaafu, tutakuita utueleze. Hilo mjue. Hawezi. Hebu fikiria wewe RCO, fikiria uende nyumbani kwako, mtoto wako hayupo, alafu uambiwe haujulikani tu alipo. Yani ishe tu hivyo. Unaiacha familia katika maumivu gani? Si bora mngemuua, muwape wazike. Sisi binadamu tuna tendency, tukiona tumezika ndugu yetu tunasahau. Fikiria mama yake Polepole. Mimi simtetei Polepole kwa sababu miongoni mwa watu waliokuwa kwenye serikali iliyoanzisha ushenzi huu, Polepole alikuwemo. Lakini sisi sio watu tunaotaka watu watekwe. Nchi tulipata uhuru, tunataka tuendeshwe kwa sheria. Heche amekosea, muite, mshtaki. Unamchukua kuwa kwenye viatu vya mama yake Polepole, azike, afanye nini? Amsubiri. Hebu fikiria ambush mnayoweka watu wanatekwa, na tunaambiwa kuna serikali ya aina gani hiyo? Watu wanapotea kama kuku. Amepotea Mdude, alafu Jaji Chande anatuambia kwa Polepole akiwa katibu mwenezi wa sisi mapenzi ya kuwepo, akiwa
uso wa Samia tu ndio hayo mapenzi yakamteka. Sasa huu ujinga huu lazima ukome. Na ndugu zangu, hawa watu tukiwacha watapeleka nchi shimoni. Wameshindwa. Hakuna kitu chochote CCM wameweza. Miaka 65 ya uhuru wa nchi, hakuna jambo. Niambie, hapo mimi naendaga kwenye redio mtanani, hakuna hata kimoja. Kipi wameweza? Kipi? Niambie jambo moja. Wewe si OCD, niambie jambo moja waliloweza. Hata mishahara unawapa kidogo. Niambie waliloweza moja tu. Ni nini? Ni maji. Watu wana maji nchi. Ni barabara, ni umeme, ni shule, ni hospitali. Wameweza nini? Moja tu. Niambie jambo moja waliloweza. Waliloweza labda ni kuteka na kuua watu. Ndio wanaloweza. Hakuna jambo jingine lolote wanaweza. Ndio maana kwa sababu ya hofu wanataka kunyamazisha watu wanaokemea haya mambo, ili waingize nchi hii vibaya kwenye mashimo. Hii ni nchi pekee inayozalisha Tanzanite duniani. Lakini nchi inayouza Tanzanite kwa wingi kuliko zote ni India. Yaani Tanzanite inatoka Tanzania peke yake. Lakini nchi inayouza kwa wingi na inayopata fedha nyingi za kigeni ni India. Unaielewa hiyo, mwandishi wa habari? Hutaelewa. Ieleweki, sio? Sasa leo wanataka kuingiza nchi hii kwenye matatizo makubwa ya kiuchumi. Zimbabwe hapa ya Robert Mugabe ilikuwa nchi iliyoendelea kuliko nchi nyingi sana Afrika. Elimu ya Zimbabwe ilikuwa namba 1. Ndio maana ukienda kila sehemu wa Zimbabwe walikuwa wanafanya kazi. Best schools. Ulikuwa ukienda kwenye shelf Uingereza unakuta milk from Zimbabwe, nyama kutoka Zimbabwe, mahindi kutoka Zimbabwe. It was a basket of Africa. Gara la Afrika kwa chakula. Everything. Leo Zimbabwe watu wanakula, hawana hata currency sijui nitasemaje. Hawana fedha yao. Sarafu. Yaani sarafu iliisha thamani, wakaanza kutumia randi za Afrika Kusini, wakatumia dola. Kuisha. Wanadanganywa sio na nchi tutawasaidia. Imeisha. Leo wanataka kuingiza nchi kwenye matatizo. Sikilizeni ndugu zangu. Hao watu wanafikiria ufisadi, rushwa. Nchi hii kwa sababu za kijiografia. Na ndio maana tunataka tupate katiba mpya. Tuiondoe CCM haraka nchi. Haraka sana. Imeharibika mno kama tutaiokoa. Mnisikilize kwa makini. Iko hivi. Sisi kwa sababu za kijiografia tunazungukwa na nchi 6 landlocked. Sema landlocked. Nikisema landlocked ni nchi ambazo hazina mlango wa bahari. Tunazungukwa na Kongo, Uganda, Zambia na Malawi. Nchi 8 na Ethiopia kwa sehemu. Kwa hiyo ili mtu aendeshe gari inayotoka Japan, Kongo, lazima ishuke kwenye bandari yetu, atulipe pesa. Yaani Mungu ametuwekea maji bure. Hatulipii, yako pale, hayaishi leo wala kesho. Yaani wewe umekaa pale ni kutega bakuli, pesa inaingia. Ili mtu aendeshe gari Kongo lazima ipite hapa. Ili grada ipite ikalime barabara Kongo itapita hapa. Ili wavae nguo hizo, tunajua nchi za Afrika hata kutengeneza nguo hatuwezi, hata toothpick made in China hatuwezi. Lazima ipite hapa. Na mzigo wote unaotoka Kongo unakuja kwenye bandari ya Dar es Salaam, unakwenda labda Uingereza, unakwenda Marekani, lazima upite Tanzania. Ndio maana magari hayo mnayaona hapo chini yanaenda yanatokea Tunduma. Ndio maana bandari yetu mzigo mkubwa unaobeba kwa mwaka, mnisikize kwa makini, ni mzigo unaotoka, ni mzigo unaokwenda Kongo na Zambia. Ndio mzigo mkubwa, robo 3 ya mzigo wote unaosafirishwa kwenda Kongo na kurudi kutoka Kongo kwenda nchi nyingine. Ndio mzigo mkubwa. Kwa hiyo uchumi wetu unaotegemea bandari, polisi walipo mishahara, sio nini kifanyike, walimu sio wafanye, unategemea mzigo unaotoka Kongo na Zambia.
kwa kiwango kikubwa. Ukisikia wanasema TRA tumekusanya trilioni 1.5 pale bandarini, pale wazungu wana msemo fulani wanasema, if you sio kama ukiwa na kuku ambaye anataka mayai ya dhahabu, you need to protect her. Kuna msemo fulani nitaukumbuka. Pale ndio kuku wetu anayetaga mayai ya dhahabu. Kwa hiyo tulipaswa kutengeneza miundombinu yote inayowezesha ile bandari moja kuwa efficient. Kusema efficient kufanya maana yake ni kuwa na ufanisi. 2, kuondoa usumbufu. 3, mzigo kutoka kwa haraka. Lakini watu hawa kwa sababu za ufisadi wanafanya mzigo ule uwe na shida. Tuna bandari inaitwa Kwara, bandari ya nchi kavu, ambayo hiyo bandari ilianza kujengwa kipindi cha Kikwete, kipindi cha Magufuli. Sisi tuligombana sana na Magufuli, na miongoni mwa matatizo tunayopitia ni yeye aliyesababisha. Lakini akawa ameanzisha ile Kwara dry port na SGR, kwamba mzigo ukitoka bandarini akatenga maeneo kule kwenye Kwara, ile bandari ya nchi kavu Kwara, eneo la Burundi. Kwa hiyo mizigo yote ya Burundi ishushwe kwenye eneo lao ili kuwarahisishia kubeba na kuondoka nayo. Maeneo ya Zambia, maeneo ya Kongo, maeneo ya Burundi, kila mtu akagawiwa kipande chake kama Mwalimu Nyerere alivyofanya miaka hiyo. Ndio maana unaenda unaambiwa hili ni eneo la Zambia, hili ni eneo la nini, akawa ametenga pale. Kwa hiyo ilitakiwa mizigo ikishuka inapandishwa kwenye treni, inashuka Kwara. Burundi, Rwanda, Kongo wanachukulia kule mizigo yao ikiwa imejitenga. Lakini kwa sababu za ufisadi kuna kitu kinaitwa ICDs. ICDs ni maeneo ambayo watu wanaenda kutunzia mizigo halafu wanalipa kwenye maeneo. Kwa hiyo watu wanaomiliki maeneo makubwa ya ICD, kuna mtu anaitwa kuna mtu anaitwa Sudan, wanamiliki, na viongozi wengi wa CCM wanamiliki hizo ICD. Sasa badala ya bandari ya Kwara ifanye kazi, wanaharibu pale mizigo isiende, ili mizigo iingie kwenye ICD zao icheleweshwe. Walipo kitu kinachoitwa wanalipo kitu kinaitwa storage fee, kwa sababu mizigo ikiwa pale. Sasa mzigo unakuta mzigo wa Kongo container, labda mimi John Heche ni mfanyabiashara wa Kongo, nimeagiza makontena 20. Container moja liko kwa Azam, jingine liko Asas, si jingine liko wapi, kwa hiyo huo usumbufu tu wa kutafuta hili lilienda wapi, hili lilishushwa huko, hili lilienda wapi, uje uyakusanye uanze kusafirisha, tayari umeingia mfanyabiashara gharama kubwa sana. Kwa hiyo inaleta usumbufu, na pesa nyingi ambazo zingeingia serikalini haziingii serikalini. Sasa Wamarekani wanachukua madini ya kopa kutoka Zambia, na wanachukua madini yanaitwa cobalt, ambayo pia tunayo, tutayazungumzia. Ndio madini ghali kwa sasa duniani yanayotumika kutengeneza betri za simu, magari yanayotumia umeme. Dunia imetoka kwenye magari yanayotumia mafuta sio ya diesel na nini, inakwenda kwenye magari yanayotumia umeme. Kwa hiyo madini ya cobalt ni madini ya thamani kubwa, yanatengeneza betri za simu, betri za magari ya umeme, yanatoa nishati. Kwa hiyo yako Kongo kwa wingi, na Tanzania tunayo pale Kabanga, taeleza baadaye. Kwa hiyo Wamarekani wanachukua huo mzigo hapa, na huo mzigo unakuwa unapita Tanzania. Kwa sababu za usumbufu na ujinga huo, mzigo unachukua mpaka siku 30 logistic usumbufu. Wameweka fedha, wameshirikiana na Umoja wa Ulaya, wameweka fedha za kujenga reli kutoka bandari ya Robito iliyoko Angola mpaka Zambia mpaka Kongo. Kwa badala ya ule mzigo kupita hapa, utaanza kupita kule, kwa sababu ya ushenzi wa watu walioko madarakani. Na wanalindwa na hawa, wanalindwa ili wafanye hayo mambo ya kipumbavu ya kuhujumu nchi yetu. Huu ni uhujumu. Sasa ndugu zangu, tukipoteza mzigo wa Kongo kwa sababu ya logistics, hebu jiulize, huu mzigo
metric tani milioni 4.6 unatoka kwenye bandari yetu. Na huu mzigo kwa wale watu utakuwa unatumia siku 60 kutoka bandarini mpaka kufika kwenye, kutoka unako chimbwa mpaka bandarini. Masaa 60 tu umeshafika kule. Nimesema siku au masaa? Utakuwa unasumia masaa 60. Sisi mzigo unatumia masiku. Kuna kitu kinaitwa, kuna vitu vimewekwa vya TANROADS inaitwa mizani. Mzigo unapakiliwa kwenye bandari ya Dar es Salaam. Bandari yetu kuna usalama wa taifa, kuna watu wa jeshi, kuna nani, kuna watu wa mizani, wanapima roli, wanapakia mzigo. Hiyo roli inatoka tu pale bandarini, ikifika Kibaha ipimwe tena, kwamba huyu mtu wa bandarini haaminiki mpaka huyu wa Kibaha. Inatoka Kibaha kabla ya Chalinze Vigwaza inapimwa tena. Inatoka Chalinze Mikumi mbali Mikese inapimwa tena, Mikumi inapimwa mpaka inafika bandari ya kule, inaenda kuja kutoboa Tunduma. Siku karibia 10 zinaharibu kazi yako, na mtu ana masaa 60. Wewe kama ni mfanyabiashara utapitisha wapi mzigo wako? Na wauliza nyie, utapitisha wapi mzigo wako? Tuliwashauri hao watu tukiwa bungeni. Sisi tumeona, mimi nimekwenda kwenye mpaka wa Marekani na Mexico. Gari zote za transit, inajengwa barabara ya transit yenye uzito unaotakiwa, inafungwa na chuma kuanzia, si hiyo ni fedha, si hapo ndo tunaingizia fedha. Ingejengwa barabara 2 kule za transit za maroli ya nje ya nchi tu, na upande huu za maroli ya nje ya nchi yanayorudi kuchukua mzigo. Mzigo ukipakiliwa kule Tunduma, hadi ukipakiliwa bandarini, hakuna namna ya kutoka hapa mpaka ukatoboe kule ambako unatakiwa kwenda. Kwa hiyo roli iko mle, ni siku moja tu inatoboa kule Tunduma, inavuka kwenda kule, ili umfurahishe mteja wako, alete zaidi mzigo kwako na pesa ziingie kwako, ujenge shule, uletee watu maji, upelekee watu barabara. Sasa mnaenda kufanya uzembe, mpoteze huo mzigo. Madini yetu meuza kwa wazungu, bandari mmewapa Waarabu. Hebu fikiria hivi, watu wa Iringa, duniani hapa kuna kitu kinaitwa carbon credit. Carbon credit ni hewa, yani ni mkataba wa nchi zinazozalisha hewa safi ya oksijeni. Kuna nchi kubwa zenye viwanda vikubwa zinazalisha hewa chafu. Nchi kama Ujerumani wenye viwanda vikubwa vya automobili. Automobili, magari, ni viwanda vya kutengeneza magari. Viwanda vya chuma kule la. Nchi kama Korea, China zinazalisha hewa ya ukaa kwa wingi, inachafua ozone layer huko. Sasa zinatakiwa kulipa fidia kwa nchi zinazotoa hewa ya oxygen ili kuneutralize dunia isiharibike. Ukienda kule Brazil wana msitu unaitwa Amazon. Ukienda sisi tuna msitu unaitwa Seru mkubwa sana, ambao vipande naambiwa wameanza kusaini na kuwauzia Waarabu. Yaani ni kama wanafanya haraka tukitoka tumalize kila kitu. Ndicho ninachoona kwa huyu mama. Yaani ni kama wanafukuzana. Sasa sisi tunazalisha hiyo hewa ya oxygen. Kwa hiyo dunia inatakiwa kutulipa sisi, tumequalify. Eti hiyo misitu ambayo sisi tunatakiwa kulipa imesainiwa, inaonekana kwamba ni ya Waarabu. Kwa hiyo wao ndio wanalipo hela, alafu wanatupa sisi, wanatugawia, kwamba sisi wote wa Tanzania milioni 60 ni ndondocha. Ndio maana hata juzi eti yule mtoto anasema mimi nataka mdahalo. Wewe kijana wewe, takupasua kifua. Akili ya darasa la pili hiyo, ambayo mjui hata kazi ya mbunge ni ipi, unaweza kudebate na mimi? Darasa la kwanza na utoro. Nchi inauzwa, kwamba hatuwezi kukusanya
hata kile Mwenyezi Mungu alichotujalia. Hatuwezi. Fikiria kwamba Dubai ambayo inaendesha bandari zetu, mwaka 61 walikuwa watu 70,000. Sisi tulikuwa milioni 8 mwaka 61. Leo sisi tuko milioni 65. Dubai wako milioni 3. Eti watu milioni 3 ndio waendeshe bandari zetu. Sisi watu milioni 65 hatuna akili. Afu nakuta kama mtu kanajipendekeza CCM, kanaimbisha tu CCM juu zaidi. Huko juu kuna nini? Huko ndio maana Msibu ameshindwa kukaa kule, kwa sababu ni uchafu mtupu kule. Juu kufanya nini huko? Chama ambacho eti nchi na watu milioni 60. Watu milioni 60 kwenye baraza CCM wanasema ahadi za CCM namba 5 wanasema cheo ni dhamana, sitatumia cheo changu kwa manufaa yangu. Leo fikiria tu kwamba tumeenda, wamejichagua wenyewe kwa nguvu, wameumiza watu, wameua watu, watu wana machungu. Alafu huyu mama kati ya watu milioni 60 eti anateua mkwe wake na mke wote. Familia yenye akili ni ya Samia Suluhu Hassan, kwamba yeye mama rais, mkwe waziri, mtoto waziri. Haya ndio mnayolinda kwa nguvu mpaka mnaumiza watu. Nepotism, upendeleo. Watanzania msikubali. Nchi hii tunahitaji katiba mpya. Katiba ambayo itatuwezesha wananchi kuchagua viongozi tunaowataka sisi. Katiba ambayo itakuwa na majaji wanaotokana na uwezo, sio upendeleo. Katiba ambayo itamweka IGP kutokana na qualification yake. Katiba ambayo itatupa mkuu wa majeshi ambaye analinda raia, ambaye atasema msiue raia. Katiba ambayo itatupa vyombo vya ulinzi na usalama competent. Ndio tunachokipigania. Tumefanya kosa gani hapo? Kuna kosa hapo? Sisi tunataka ajira kwa vijana. Fikiria, leo mnasema hakuna ajira. Tanzania ina ziwa Tanganyika, Tanzania ina ziwa Nyasa, Tanzania ina mabwawa, ina maji, ina ziwa Victoria. Leo unaenda, tunazalisha samaki metric tani 511,000 mzee wangu. India, Egypt, jangwa, wanaotumia mto Nile, tumaji yanatoka ziwa Victoria, wanazalisha metric tani 1.6, mara 3 ya Tanzania. Na kwa mwaka jana wameuza mazao ya samaki ambayo ni ya dola za Kimarekani bilioni 3.5, ambazo ni zaidi ya trilioni 9. Vietnam wanazalisha metric tani 17 milioni ambao wameuza dola za Kimarekani bilioni 10. Bilioni 10 ni trilioni 26. Bajeti yao hiyo waliotenga ni trilioni 62. Alafu fikirie, eti mna serikali imetenga budget, eti imeweka trilioni 1 kwa ajili ya usafiri. Yaani usafiri wa ndani na nje. Ukijenga barabara hiyo ya Dar es Salaam kuelekea Tunduma au SGR, trilioni 1 inakujengea. Yaani wewe piga kwamba bilioni 1 ni milioni 1,000. Kwa trilioni 1 ni bilioni 1,000. Kilomita 1 ya lami sio takataka kama hizo. Kilomita 1 ya lami ni shilingi bilioni 1. Kwa hiyo pesa walizopanga kutumia kwa usafiri wa ndani na nje ya nchi ni sawasawa na kilomita 1,000 za lami. Ina maana ni barabara ya kutoka Dar es Salaam ya kiwango cha Marekani mpaka Tunduma. Tunduma ni kilomita ngapi kutoka Dar? 1,000. Inaenda kutumika kwenye usafiri. Hao watu wanawatakia mema nyie? Na wauliza, hao watu wanawatakia mema nyie?
Haya ndio mnayolinda kwa kuua watu kwa nguvu. Uovu huu mnatumia watoto wetu ambao pia hamwalipi hata mishahara, mnawaagiza uwe mtu. Mtoto wa miaka 30 anafungua bunduki kuua mtu. Maisha yake yameharibika siku aliyopiga mtu risasi asiyekuwa na hatia. Maisha yake yamekwisha. Tujirekebishe, tujisahihishe. Sisi Chadema tumekuja kuomba mtuunge mkono, muwe nyuma yetu. Hatuna nguvu, nguvu zetu ni nyie. Kilindeni chama hiki. Wanataka kutunyamazisha, na wakitunyamazisha tumeisha. Watawapige bei, haki ya Mungu kabisa. Ndio maana nguvu zao zote zinaelekezwa kwenye kuinyamazisha Chadema. Tunajua, mimi najua kwa kusema ukweli huu ni kiasi gani nachukiwa, ni kiasi gani na windwa, ni kiasi gani natafutwa. Wakati wote mama yangu anakaa, mke wangu na watoto wangu wanajua, lakini ni kwa sababu yenu. Nisingekuwa na upendo na nyie, ningeacha kazi hii. Lissu yuko ndani sio kwa sababu ana makosa, ni kwa sababu anawapenda sana. Ni kwa sababu anataka wewe uishi sehemu nzuri. Ni kwa sababu anataka mtoto wako asome sawa sawa na mtoto wa Samia Suluhu. Ni kwa sababu anataka wewe mama ulale sehemu nzuri kama mtu mwingine yeyote. Hana kosa lolote. Tungeni mkono, tusaidieni, kisimamieni chama hiki. Na mimi nasema tumejitoa, tuko mstari wa mbele, hatuogopi chochote. Mimi nimesema atakayeniumiza, familia yangu italipa kisasi kwa ajili ya hiyo, kwa sababu sina kosa. Tusikubali nchi hii igeuzwe kwa mali ya kikundi cha watu wachache. Tumekuja kwenu Iringa na tutaendelea na ziara. Kipiganieni chama hiki, kichangieni, kiunge mkono chama hiki. Msemeni Lissu, msinyamaze. Kwenye vijiwe vya kahawa semeni kuhusu Lissu. Mkienda kanisani semeni kuhusu Lissu. Mkiwa mtaani kwenye mpira zungumza kuhusu Lissu. Watu wenye akili hawezi kunyamazishwa kwenye nchi hii, wabaki watu wa kupiga makofi tu. Tutaingia shimoni. Speed is useless when you are lost. Speed haina maana kama umepotea njia, unarudi unasoma ramani. Na ndio maana tunamwambia Samia, rudi usome ramani. Umepotea njia, usipeleke gari yetu shimoni. Usipeleke nchi yetu shimoni. Hatuna makosa. Hakuna kosa tunafanya. Tunasema ukweli tu kwamba tunataka rasilimali zetu dhahabu zitumike. Mmesaini mkataba wa Nyanzaga. Sheria yetu ya madini ya mwaka 2017, Permanent Sovereignty and Natural Resource, inasemaje? Inasema mikataba yote isainiwe kwa uwazi. Watanzania mjue mali yenu inaenda kuchukuliwa pale. Yeye amesaini kimya kimya na watu wake wachache. Kwa nini tukubali ushenzi huu? Tukisema haya tunakosea nini? Tupigwe risasi kwa kusema ukweli huu? Watu wa Iringa, asanteni sana kwa kuja kwa wingi. Tunahitaji michango yenu. Tone. Na tunataka tuvunje rekodi ya maeneo mengine yote. Sasa hata wale mliokuwa pale juu, hebu fungueni hiyo kamba. Askari rudini nyuma. Askari rudini nyuma. Fungueni hiyo kamba. Watu wote mlioko kule shukeni mje hapa. Shukeni mje hapa. DJ nataka one love. Lakini kabla ya one love, andika namba ya chama. Andika namba ya chama. Andika namba ya chama. Toeni simu zenu. 0744 0744. DJ endelea kutafuta wimbo wa one love. Wengine wote shukeni kule, mtembee kule. Sio tunataka hapa wote. Wanaotaka kunichangia mimi ndio waje hapa. 0744 44 69 69. 0744 44 69 69. Tuma mchango wako, kisha changia hapa na mwingine uende utume 1000, 2500. Itakuandikia Chadema HQ au Chadema makao makuu. Haya, DJ twende kazi. One love. Thank you.